Julai Bibi Viwanja Group. Je, unawajua ni kina nani? Basi, acha nikuhabarishe. Julai Bibi Viwanja Group ni wauzaji wa viwanja tena venye ubora. Na kubwa zaidi 2022 wamekuletea ofa babu kubwa. Sasa jipatie viwanja venye ukubwa wa square mita 400 kwa shilingi milioni 2.5. Na huduma za kijamii zinapatikana kama vile usafiri, umeme, maji, nyumba za ibada na nyinginezo. Na tena viwanja vimepimwa na vipo katika ubora wa hali ya juu. Viwanja vinapatikana Vianzi, ni mwendo wa dakika 10 kutoka Vikindu stendi, au unaweza kuwasiliana na Julai Bibi Viwanja Group kupitia nambari zifuatazo: 0673 035288 au 0774 635762 au 0755 105124. Kwa viwanja vya uhakika na vyenye kuaminika, waone Julai Bibi Viwanja Group ndio suluhisho. Alhamdulillah alladhi ja'ala Ramadan sayyid ash-shuhur فجعله موسما للخيرات فيه يضاعف الحسنات وفيه يغفر السيئات والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعلنا من الصائمين إيمانا واحتسابا، والصلاة والسلام على من صام وزكى وصدق وحج وزوج وقال من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، أيها السادة أيها الموحدون، waheshimiwa waumini, baada ya sala ya dhuhuri ya tarehe ya 3 leo ya Ramadhani, tunaendelea na dakika zetu 5 mpaka 10 za kusikiliza darsa maalum kwa ajili ya kuzitibu nyoyo ambazo zimekuwa na shida kubwa katika miezi 11 iliyotangulia. Jana tulishia katika jambo muhimu sana, nalo ilikuwa ni umuhimu wa kutumia nafasi ama umuhimu wa kutumia fursa. Tukasema fursa ya jana ilikuwa ni fursa ya kikao cha sulhu, kikao cha upatanishi, kikao cha kutafuta muwafaka, maelewano kati ya Mungu na sisi. Baada ya kuwa tumemkoroga sana, tumeenda nje kabisa ya matarajio, tumebisha, tumefanya maasi. Kwa hiyo tukasema Ramadhani ni sehemu ya kikao cha sulhu ama kikao cha maelewano, cha mazungumzo nyeti kati yetu na Mungu. Kwa hiyo tukitumie vizuri. Jana tulishia hapo. Sasa leo Waislamu nataka niwakumbushe umuhimu mwingine tena wa Ramadhani. Ramadhani hii siku leo ya 3 inatutoa kwenye nafasi moja mbaya sana na kutuleta kwenye nafasi ambayo ni muhimu sana. Ramadhani msaada wake, Ramadhani msaada wake wengine baada ya ule wa jana, inatutoa sehemu mbaya sana kutuleta kwenye sehemu nzuri sana. Sehemu gani? Sehemu ambayo tumeishi miezi 11 iliyotangulia ni sehemu ambayo tulikuwa tunajiona sisi tu. Yani mtu ukifanya jambo unajiona wewe tu, huoni kama kuna mtu anaweza akakubabaisha, kwa sababu ima kwa afya ulionayo, ama kwa umaarufu, ama kwa uchumi, ama kwa cheo, ama kwa ujanja, kwa kujiona msomi. Unaona kama mambo yote unayaweza wewe. Yani huoni kama Mungu yupo na wewe, huoni kama Mungu anaona, huoni kama Mungu anaweza. Hauoni kabisa hicho kitu. Ramadhani tulipoingia wote, leo siku ya 3, wote tunaamini kwamba kwa siku leo ni ya 3, kila unachokifanya unaona kama Mungu anakuona. Huu ni msaada mkubwa sana ambao Ramadhani imekuletea. Hii daraja hii imekuja hadithun tawil min Jibril alayhi salam ila Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni hadithi ndefu sana tunaishi kwa muda mchache. Yani siku ya 3 leo tumeishi ukamilifu. Hadithi ni ndefu sana ya Jibril, ambayo hadithi hii Jibril alikuja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuuliza kuhusu Uislamu. Alimni anil Islam, nifundishe Uislamu ni nini.
Mtume akasema an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamu salati wa zakah wa sawm Ramadan wa hajj albayt man istata ilayhi sabila. Uislamu, allimna an aliman, nifundisha imani ni nini? Mtume akasema tu'mina billahi wa rasulihi wa kutubihi wa ila akhir wa bil yawmil akhir wa khair wa shar min Allah ta'ala. Akamaliza imani, akamwambia alimni anil ihsan. Hapo ndo tunaishi leo. Naomba unifundishe ihsani. Wewe unaweza kuwa unajua ihsani ni nini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yani kilele kabisa cha kufanya wema. Yani mtu unaweza ukafanya wema, kila aina ya wema, ili uonekane upo kwenye peak, upo kwenye kilele kabisa, upo kwenye mwisho kabisa kule ya wema, ni kufikia hatua ya kuamini hivi kwamba Mungu kila ninachokifanya au kila ibada ninayoifanya mimi Mungu namuona mbele yangu. Yani ufikia tu unamuona Mungu mbele yako, unamuona Mungu katika swala yako, unamuona Mwenyezi Mungu katika sadaka yako, unamuona Mwenyezi Mungu katika Qur'ani yako, unamuona Mwenyezi Mungu katika mambo ya khairati yote unafanya, unamuona Mungu kabisa kwamba hili Mungu amelichukua, hii swala yangu Mungu amechukua, hii sadaka yangu Mungu, yani unamuona kabisa Mungu amechukua. Haijalishi makando kando na maukakasi yoyote, Mungu ameichukua hii amali yangu. Na ikionekana bado haijajaa kwa kiwango hicho, basi uamini kwamba Mungu anakuona wewe. Yani kuna mambo mawili, wewe umuone Mungu ama Mungu akuone wewe. Ukiona umefikia hatua hiyo kwamba nikifanya hivi Mungu ananiona, nikifanya hivi Mungu. Kwa mfano ndani ya Ramadhani, hiyo ndio ibada ambayo tunaifikia sisi. Tunafika kwenye kiwango hicho kwamba mtu unakuwa hauli chakula, sio kwa sababu hauna chakula, sio kwa sababu hauna maji, sio kwa sababu hauna sio kitu gani, ni kwa sababu unakaa chumbani, unakaa ndani kwako, unakaa kwenye gari yako, unakaa ofisini kwako, maji hapa kwenye friji, sio chakula kiko kwenye nini, mtumishi unataka kumwambia kushemshia chai, lakini unasema Mungu ataona nimekula, takuwa sijafunga na mimi nimefunga kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo unaamini Mungu anakuona. Kwa mara ya kwanza hili jambo tumelifikia ndani ya siku ya 3 leo, kwamba tunachokifanya Mungu anaona. Sasa hii ni darajatul muhsin. Mungu asema wasanazidul muhsinin wasanazidul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Mungu anawapenda watu waliofikia daraja hiyo, na atawaongezea malipo sana watu wenye daraja hiyo. Na kuna pahala Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhu al-Majid anasema walamma balagha ashuddah atainahu hukman wa ilman wa kadhalika nujzi almuhsinin. Nabii Yusuf alayhi salam alifikia daraja hii ambayo mimi na wewe leo tunaishi. Hii ilikuwa ni daraja ya kinabii. Sada almutaqaddimin min alakhyar al-anbiya war-rusul, mitume, manabii na wacha Mungu ndio walikuwa daraja zao hizi. Inna naraka minal muhsinin nabina bitawili inna naraka minal muhsinin. Yusuf alikuwa ndio kwenye daraja hiyo. Mimi na wewe leo siku ya 3 tumeingia katika daraja al-muhsin, yani mtu ambaye anafanya mambo, anafanya khairi, anaacha maovu, huku akiamini Mungu anamuona. Kwa hiyo hakuna ujanja wa kusema anaweza aka-escape. Na malizia kisa changu kwa kipindi changu. Wakati wa Nabiullah, wakati wa masahaba, wakati wa masahaba ndugu yangu, ayuha sada, ayuha alhabib allabib almahbub, akhi alhabib allabib almahbub, sikiliza. Wakati wa masahaba kuna sahaba maarufu, sahaba shujaa, kipenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba huyu ana sifa nyingi sana, ni sahabiyun jalil, sahaba mtukufu sana, amepokea hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anaitwa Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni mtoto kabisa wa kuzawa Sayyidina Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab, sahaba maarufu sana fi London wal Qahira. Mtoto wake alikuwa amefuata nyendo za baba yake kwa uchamungu, kwa kufuatilia dini, kwa kujifunza mambo ya khairi, kwa kuyatekeleza. Siku moja kana yamshi fi dawahi al-Madina fakharaja ila aqsa al-Madina. Siku moja anatembea barabarani katika jiji la Madina, akatembea mpaka akafika pembeni kabisa, pembezoni kabisa mwa mji wa Madina. Alipofika kule akakutana na ra'i al-ghanam, akakuta na kijana mmoja anachunga kondoo, anachunga kundi kubwa la mambuzi. Yule bwana faarada an yukhtabarahu, akataka kumpa mtihani yule mchunga kondoo.
Akamuita, taala, njoo bana. Akasema, bi'ni shaha min haula'i alghanam, min hadhihi alghanam, naomba uniuzie mbuzi mmoja katika haya mambuzi mengi unayoyachunga. Yule rai, yule mchungaji akasema, hizi si kondoo zangu wala sio mbuzi wangu, li sayyid yamlikuhu, mimi na bosi wangu ndio anazimiliki hizi ngamia na hizi kondoo na hizi mbuzi, sio za kwangu mimi, siwezi kukuuzia. Akamwambia, afala tukhbiruhu bi annahu akalahu dhi'ba, je, huwezi ukaenda kumwambia kwamba bwana, hao kondoo walivyokuwa wengi kuna mmoja alichomoka ameliwa na mbwa mwitu, kwa hiyo ndio maana unaona leo umepungua. Huwezi ukamwambia hilo neno na ukanifanyia biashara ukanisaidia nikapata na shida sana na kondoo au na mbuzi, na shida sana, naomba unisaidie bwana. Yule mchungaji akamwambia, inna sayyid muthiqun alayya ashadda wathqan, bosi wangu mimi nakwambia ananiamini sana, ananipenda sana, tena ananiamini mpaka mimi mwenyewe nashangaa upeo kabisa kuniamini. Hayo unayoyasema hayo, nikienda kumwambia atakubali, atakubali kabisa kwamba nimwambie ngamia mbuzi ama kondoo ameliwa na mbwa mwitu. Mimi ni na miaka mingi nachunga, ananiamini sana. Walakin aina Allah, aina Allah, aina Allah, bosi atakubali kwamba mbuzi ameliwa, lakini Mungu yuko wapi? Wakati nayafanya yote haya na kwenda kumtapeli bosi wangu, kumpelekea uongo, na wewe tunapanga mipango hapa, Mungu yuko wapi? Kama tuna uwezo tukamficha Mungu, basi mimi nikuuzie huko nani mbuzi. Kama tunaweza tukamficha Mungu asituone, mimi nakuuzia huyo mbuzi. Lakini wasiwasi wangu mimi, nitamficha bosi lakini Mungu atakuwa ameona, na mimi mahakama yangu, kesi yangu kubwa zaidi sio kwa bosi, kesi yangu kubwa zaidi ni kwa Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid. Hakadha kana sada shuyukh man sada almutaqaddimina khalafan wa asran, waliotangulia na walio sasa wacha Mungu wanamuona Mungu kwenye mambo yao. Jambo lote unapotaka kulifanya jambo, kwanza unamuona Mwenyezi Mungu kabla ya kujua bosi atasemaje, baba atasemaje, mke wangu ataniambia akielea akijua, sijui shekhe atasema. Kabla ya kuyafikiria hayo, aina Allah. Aliposikia Abdullah ibn Umar aina Allah, wallahi bada yabki bukaan shadida wa dhalla yawmihi yaqulu aina Allah, aina Allah, aina Allah, aina Allah. Alilia sana kuona mchunga kondoo anamuona Mwenyezi Mungu kwenye kondoo zile, anamuona Mwenyezi Mungu kwenye mbuzi, kwamba sio zangu, ni mbuzi za Mungu. Kwa hivyo anaamua kabisa kuacha maslahi binafsi, kuacha kuuza, na anaweza akaaminiwa. Utapeli, wizi anaweza kafanya na bosi asimfanye lolote na akamwamini, lakini anamuona Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid. Sisi yani Umar yule Abdullah ibn Umar, yani sisi hatujafika huku. Mchunga kondoo kafika kwenye eneo la kumuona Mungu kwenye shughuli zake, shughuli yake anamuona Mungu. Akalala siku hiyo anatembea mji mzima anasema aina Allah, yuko wapi Mungu, yuko wapi Mungu, yuko wapi Mungu. Kila kwenye tendo lake analofanya yuko wapi Mungu. Mimi yani watu wanamuona Mungu kwenye mambo yao, mimi simuoni Mungu, maana yake bado niko chini. Ndugu yangu, ndani ya Ramadhani Mungu tunamuona kwa sababu unabakia peke yako, una uwezo wa kufanya jambo lolote, lakini unaona Mwenyezi Mungu huyo hapa anakuona. Unashindwa kula, unashindwa kunywa, unashindwa kuongopa, unashindwa kufanya labda mahaba, unashindwa kufanya vitu vingi kwa sababu Allah tabaraka ismuhul majid. Alichokifanya sasa, namalizia, Abdullah baada ya kuguswa sana na hili jambo, aliamua kwenda kwa bosi wake yule kijana. Akafika akasema, bana, nimekuja naomba uniuzie mbuzi na uniuzie huyu kijana. Huyu si mtumwa kwako, si mtumishi. Mimi nafika dau, nataka niupige mwingi kwa kumnunua huyu. Akaupiga mwingi mheshimiwa, akanunua ng'ombe, mbuzi wengi sana na kondoo, na akauziwa yule bwana. Alipouziwa yule bwana, akaenda naye pahala, akamwambia hivi, mimi nimenunua ng'ombe na mbuzi na kondoo, na nimekununua wewe sio kwa ajili uje unitumikie, la, nimekununua ili uwe huru. Kuanzia leo wewe uko huru, fanya shughuli zako. Yule kijana akabaki anashangaa, hivyo kweli? Kwa lipi nilolifanya? Akasema, alladhi a'taqa al-yawma sayu'tuqa fi an-nar, aliyesababisha leo wewe uwe huru
ndiyo huyo nakwambia atakuacha huru na moto wa jahannam. Allah ma arhama wama akrama wama a'zama wama ajmala. Yule bwana, mnajua kwa nini amefikia yote hayo? Aliacha jambo kwa ajili ya Mungu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, mwenye kuacha jambo kwa ajili ya Mungu, basi Mwenyezi Mungu huwa anampa badala ya lile jambo. Jambo lolote unalolifanya kwa ajili ya Mungu, kuliacha ama kuona kama unalipoteza ama kama unafanyaje, basi ujue Mwenyezi Mungu atalifanyia badala. Yule bwana aliacha kufanya utapeli na wizi kwa bosi wake, Mungu kampa badala ya yeye kumiliki ule ubosi. Ule ubosi wa kumiliki kondoo, kumiliki mbuzi na kuwa huru kama alivyokuwa bosi wake, hatimaye amevipata kwa sababu aliacha jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mungu amempa badala ya kumfurahisha, ya kumweka kwenye sehemu ya thamani ya kile alichokiacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid. Hakadha ya tura wa marhaba ikhwanna, atana Ramadan wa naishu fi hadhihi ad-daqiqati wa nahnu fi darajati al-ihsan. Kwa hiyo ndani ya Ramadhani tunaishi kwenye viwango vya ihsan, viwango vya kumuona Mungu katika ibada zetu. Kama hatumuoni, basi tunaamini yeye anatuona. Akhiran ukhtim bi kulaymat raqiqatan raqraqa wa khitamuhu miskun. Namalizia kwa maneno matamu mazuri. Siku moja mzee mmoja, mfano wa mzee wetu, alikuwa amepata shida, akaona akaibe pahala, akaingia kwenye shamba la mtu limezungushiwa ukuta mkubwa, lakini kuna matunda kule yanaonekana yameiva. Akaenda na mtoto wake. Alipofika na mtoto wake pahala pale, akamwambia, mwanangu, mimi nimekuleta hapa uwe muangalizi, uwe mlinzi wangu. Mimi nataka niingie kwenye hili shamba la huyu bwana, nikachukue matunda, tunasikia njaa sana, ili tule. Lakini kazi yako wewe mwanangu, napokuacha hapa, yoyote ukimwona mtu anakuja anataka ananiona, mtu yoyote kuna anatuona, basi unifahamishe ili tusije tukashikwa, tusije tukadhalilika, tukaumbuka, tukapoteza heshima yetu. Kwa hivyo mtu yote kimwona nijulishe, basi akhalafu tuondoke tukimbie. Umenielewa mwanangu? Yule mtoto akasema, bala ya abi wa ya abatahu, baba nimekubali, nimekuelewa. Yule mzee akapanda, fasallaka aljidara, akapanda akakwea mpaka akafika kule juu, akadikila. Tunasema lugha za kizamani tunataka kudikila kule kwa nyuma yake. Akapanda ule mti, akaanza kuangua matunda. Anaangua la kwanza, la pili, la tatu. Yule mtoto akamwambia, ya abi faunaka man yaraka, baba kuna mtu anakuona. Yule mzee akaporomoka chini, akaruka kimbia, twende. Akasema, tunaenda wapi baba? Akasema, subiri, kuna mtu anatuona. Akasema, subiri baba, wala kuna haja ya kukimbia. Wewe uliniambia kwamba nikiona mtu yoyote anakuona, basi nikuambie ili utoke huko mbele. Mimi nimegundua kwamba Mungu anakuona. Allah, nimegundua Mungu anakuona, na ndiyo ambaye amekataza kuiba. Aliyekataza kuiba ndiyo anakuona. Kwa hiyo nikakumbuka kwamba nikuambie baba, unaonekana, kuna mtu anakuona. Au unasemaje baba? Yule baba akasema, mwanangu, umesema kweli na umefanya kheri kubwa, na uzidi katika kheri na katika kumtambua Mwenyezi Mungu. Tuondoke mwanangu, Mungu atatupa riziki yetu huko tunakokwenda. Waislamu, nisiwachoshe sana. Naamini kwamba mmepata pa kuanzia. Mara nyingi sisi tunafanya vitu vingi, tunaaminiwa pahala, lakini unageuka. Kwa mfano, mtu unaweza kumpa huyu mzee Jumanne, peleka shilingi 50,000 kwa imamu. Alafu yule mtu mimi simjui, na anasema mimi naenda, wala imamu mimi simjui. Huyu mzee atakachukua fursa kwamba kwani yule ataona, kwani atajua. Kwanza hawajuani. Kwa hiyo akifika hapa anabunda, tunapiga vaku. Sawa, anapiga vaku, anajifanya anachangamsha, anajifanya kama anataka kunipa sadaka. Shaka bwana, tena leo bwana futari bwana, yani anafanya yeye ndio ananipa sadaka. Mimi naona mzimani leo kanipa shilingi 5,000, alhamdulillah, ya Mungu ambariki. Kumbe ni hela zangu mwenyewe. Sawa, ni hela zangu tena zilikuwa 50,000, kanipa 5,000, bado 45 zangu kule. Lakini kwa sababu anaona yeye yule hataonana na mimi sijamuona na sijui, basi anaona amemaliza na ni mjanja. Lakini aina Allah
aina Allah, atazkuruna ma qalahu Abdullah ibn Umar. Ibn Umar alilala anaimba mitaa mizima ya Madina, aina Allah, mchungaji anamuona Mungu kwenye kondoo. Sisi mbona tumuoni Mungu? Jamani, Ramadhani imekuja kutusaidia, tunamuona Mungu kwenye saumu zetu. Tunaacha mambo kwa kujua Mungu anatuona, na sisi tumuone Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wal barakatuh.